Nyuma yangu ni mnada wa mifugo ambao unaendelea katika viwanja vya Dr. John Samuel Malecela katika maonyesho ya Nane Nane kitaifa na kimataifa, ambapo leo Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amefika hapa na kuonyesha kufurahishwa na namna mifugo inavyoboreshwa nchini. Kwa mara ya kwanza nimejua kwamba mifugo nayo imefurahi. Kama nawashukuru kwa kazi kubwa mliofanya. Kwenye maeneo haya ya mifugo, changamoto kubwa ni ubora wa mifugo yenyewe. Maana hata mtu akiwa na mifugo mizuri kiasi gani, kama hamna masoko, tija ya kuendelea kuwa na mifugo zaidi inakuwa hapati hamasa ya kufanya hivyo. Kwa nadhani mnapojielekeza kwenye teknolojia, uboreshaji wa mifugo na kutafuta masoko, mnasaidia sana katika taifa letu. Lakini pia ufugaji ambao unazuia mifugo kuzurura, kutengeneza mazingira ya malisho. Kule Brazil wenzetu, nadhani nyinyi mnajua wataalamu, kuna majani maarufu kuliko yote yanaitwa majani ya Tanzania. Kwa nadhani kwa mtiririko huu mnao kwenda nao tutaenda vizuri, na hasa hizi njia za kitaalamu za insemination na nini. Huko Brazil niliweza kujua zile mbegu bora. Kuna wale wanyama kama huyo ng'ombe huyo, kiwango chake cha ukubwa. Sasa kuna wale walio kuwa ukubwa sana, kuna ambao walishachinjwa miaka 15 iliyopita, lakini walihakikisha mbegu zao wamezitunza mpaka sasa, wanaendelea kuzitumia na wanaendelea kupata mazao bora kabisa. Kwa hiyo nidhani na sisi tuendelee kujiimarisha. Tayari tunafanya, tuendelee kujiimarisha. Wale wenye ubora mkubwa uliopea, endeleeni tukuzikusanya mbegu zao na kutafuta namna ya kuzitunza kwa miaka mingi ili tuendelee kuwa na tija katika nchi yetu. Na washukuruni, ongereni, endeleeni kuchapa kazi. Moja ya vitu ambavyo tunawekeza sana kama wizara kwa sasa ni kuhakikisha tunawekeza katika upatikanaji wa mbegu bora. Hii ndio tunaamini itakuwa ni tija kwa mfugaji, kwa sababu atakuwa na mifugo michache lakini yenye tija kubwa kwake. Tunataka kupambana kuhakikisha tunaweka wafugaji katika ramani ya uzalishaji wa kiuchumi na uzalishaji au uchangiaji wa pato la taifa la nchi hii. Kwanza tumeendelea kuhakikisha tunaongeza fedha kwenye kituo chetu cha Nike kama alivyozungumza, ili kuhakikisha gharama kubwa iliyokuwa inaingia wafugaji kupata mbegu bora basi inapunguzwa. Na tayari serikali yako ilikwisha amrisha tupunguze gharama ya mbegu ili tuweke ruzuku kuhakikisha kwamba mfugaji anapohitaji mbegu anazipata kwa wakati, lakini kwa gharama nafuu sana. Eneo hili tunao mifugo ya mbegu aina ya kondoo za Black-Head Persian, na tuna kondoo wengine wanaitwa Meat Master, na pia tuna mbuzi wa boa na cross ya boa na mbuzi wetu wa utafiti wa Malia. Kwa ufupi kabisa, kwenye miundombinu unayoiona hii ni mnada ambao kama ni mnada mwingine. Hapa ni mazizi ya kupokelea. Wakati wa kupokea mifugo kuna kuwepo na mtaalamu wa kukagua afya ya mifugo kwanza, ndio inaruhusiwa kuingia mnadani. Na ikisha kaguliwa inaingia kwenye mazizi haya mawili, huku kutakuwa ni mbuzi na kondoo na kule ni ng'ombe. Baada ya hapo, kama ingekuwa ni mifugo kwa ajili ya nyama, pale katikati tuna mzani na tunapima. Kwa mifugo ya mbegu hatuangalii sana nyama inayopatikana, ila tunaangalia ubora wa mbegu yenyewe.